Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa channel yetu, kwa mara nyingine tena leo tunakuja na mada adhimu na somo zuri. Mada inasema mada ambayo ukisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho basi utajua faida kubwa katika mada hii. Inasema zijue sababu kwa nini mijusi imetawala katika nyumba yako. Zijue sababu kwa nini mijusi imetawala katika nyumba yako. Ni vyema ukafahamu sababu. Baada ya kujua sababu, ukaweza kuziepuka na ukaweza kujua athari na madhira gani yanaweza kukupata endapo mijusi hii itakuwa imeenea katika nyumba yako. Ni somo zuri, ni darasa ambalo kama utasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi kuna faida kubwa siku ya leo utakwenda kuipata biidhnillahi taala. Niombeeni basi tuende mwanzo mpaka mwisho ili tukaone ni mijusi ya aina gani ambayo haifai, au ikiwepo katika nyumba yako basi huenda kuna madhara ambayo kwamba unaweza ukayapata katika nyumba hiyo. Na tutarudi katika kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye hazungumzi kwa matamanio yake, anayezungumza ni wahyi ambao Allah anakuwa anamfunulia. Mtume anasema uqtulu wazagha, uqtulu alwazagha. Mtume anasema waueni au muweni mjusi kafiri. Sisi watu wa Pwani kuna jina ninamuita huyu, tunamuita gongore. Watu wa Pwani wanamuita gongore, sijui kwa maeneo mengine, lakini jina maarufu watu wengi ambao wanajua kwa haraka haraka, mjusi kafiri. Asa leo nataka nikueleze, ukiwaona huyu majusi hii imesambaa sana katika nyumba yako, nini sababu? Na kabla sija kueleza sababu, acha nikupe athari kwanza ambazo unaweza zikasababishwa na zikapatikana kwa mjusi huyu kafiri. Athari ya kwanza, mjusi huyu kafiri kama ataingia kwenye chakula, umepika chakula, yule mjusi kaingia kwenye chakula hali ya kuwa hujaona, ikafikia hatua mkala hali ya kuwa yule mjusi yuko ndani ya kile chakula, ndio wazi kama mmekula chakula hicho si mnaweza mkafa wote. Ndio maana hata katika baadhi ya maeneo kwenye mauridi humu, kwenye shughuli mbalimbali, watu wanategea watu mijusi kafiri kwa ajili ya kuwaua watu. Akiingia kwenye chakula huyu, ndugu yangu, unaweza ukafariki dunia. Yaani kuna asilimia kubwa mtu akafariki dunia. Hiyo ni athari ya kwanza, mjusi huyu kafiri. Lakini athari ya pili ya mjusi huyu kafiri, kama wapo katika nyumba yako hawa, tuna tabia sisi mara nyingi kuweka miswaki nje. Kama atakuja atalamba ule mswaki alafu akaacha mate yake, kisha wewe ukaja ukapigia ule mswaki bila kuosha, ukapigia na ikatokea bahati mbaya baada ya kupiga ule mswaki yale mate ukayameza, shekhi wangu, utakufa. Mdudu huyu ana sumu mbaya sana, fai. Ndio maana Mtume anasema uqtulu alwazagha, muweni mjusi kafiri. Lakini vile vile mdudu huyu, ndio tunakuja katika mada yetu sasa. Mdudu huyu ukimuona amesambaa au ameenea katika nyumba yako, basi kuna moja katika haya mawili yapo katika nyumba yako. Jambo la kwanza, aidha wewe unaishi humo ndani, kati yako wewe baba au mkeo au mmoja katika familia mnaishi humo ndani, amefanyiwa hasadi au amefanyiwa sihiri. Hii ni ishara ya kwanza. Ukiona wadudu hawa wanaenea na kwa wengi sana katika nyumba yako, kuna mambo moja katika haya mawili, aidha wewe mwenye nyumba ama mkeo ama mmoja katika familia yako amefanyiwa hasadi au amefanyiwa sihiri. Hilo la kwanza. Lakini la pili, huenda nyumba yako mwenyewe unayoishi ikawa imefanyiwa sihiri. Na nyumba iliyofanywa sihiri tumeeleza katika video ambazo zimekwisha huko nyuma athari zake, mambo gani mara nyingi yanatokea. Nyumba iliyofanywa sihiri, kuna baadhi ya mambo unaweza kuyaona katika nyumba hiyo. Miongoni mwao kudhihiri sana kwa wadudu wadogo wadogo wale, kama mfano nyenyere au sisimizi hao,
au wale sangara, wadudu chungu walikuwa wengi sana katika nyumba yako. Muda mwingine wadudu mfano wa nge kutokea sana, ama mchwa wale kuwa wengi, na hasa katika zile kona nyumba yako. Hizi ni miongoni katika dalili za nyumba ambayo ndani yake ina athari ya kijicho, ama ina hasadi, ama imefanyiwa sihiri. Hizi miongoni katika ishara na alama zake. Kwa ukiwaona hawa wamesambaa sana, basi hali yake ndio hiyo, kwamba aidha wewe mwenyewe au mmoja katika familia yako basi ana athari hiyo ya hasadi, ama kafanywa sihiri. Lakini vile vile wadudu hawa wakiwa wengi katika nyumba yako wanasababisha maradhi kwa watoto. Yani watoto wako mara nyingi wanapata maradhi ya kuuma mara kwa mara. Akipona mdogo amekuja mkubwa, kutoka mkubwa anakuja mdogo. Hii ni athari ambayo inapelekea na kusababishwa na wadudu hawa wakienea katika nyumba yako. Lakini athari nyingine basi kuharibikiwa na mipangilio yako katika nyumba. Ndio maana mdudu huyu baada Nabii Allah Ibrahim alayhisalam kuingizwa katika moto ule na Namrudha bin Kanaan, huyu mdudu ndio alikuwa akiupulizia ule moto. Huyu mjusi kafiri alikuwa yeye akiupulizia ule moto. Ni mdudu aliyelaaniwa huyu, sio mzuri sana kama atawepo katika nyumba yako. Ana athari nyingi sana, lakini mojawapo ndio hiyo nimeieleza, kwamba akiwepo akiwa wengi hapa katika nyumba yako, basi ni alama ya hasadi katika nyumba. Aidha imefanywa nyumba, au mmoja katika watu wa ndani amefanywa hasadi au kijicho, au nyumba imefanyiwa sihiri. Kwa kama utawaona wadudu kama hawa katika nyumba yako, basi haraka sana waondoshe, ili wasije wakaharibu na kuleta maangamizi katika nyumba hiyo. Kwa hiyo insha Allah na imani somo hili umeelewa, umenisikiza kwa makini. Kama una maswali yote, unaweza ukaacha comment yako hapo chini, nitapitia swali moja utakwenda tutajibu maswali hayo kwa yule ambaye atakayekuwa ameelewa. Kuna mtu anauliza kutaka kuolewa, na kuna mtu anauliza kwa ajili ya ubishi. Mimi nataka yule ambaye anataka kuelewa akiuliza, basi tutawekana sawa hapo inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.